kwa sababu elimu ingawa ni msingi katika mikoa mingine, lakini kwa huku ni kama haitiliwi msisitizo, hususan kwa wale wazazi. Kwa unakuta mtoto amefaulu shule, lakini ni kama mzazi anaona sasa amepata mzigo wa kuja kufanya nini, kumpeleka mtoto shule. Na ndio maana unakuta kiasi cha watu wanaoacha shule, utoro ule unakuwa ni mkubwa sana kwa maeneo ya huku. Shule ya msingi Mtanga Mchanyiko hapa ni shule pekee wilayani hapa kwa ajili ya walemavu na wenye mahitaji maalum. Hebu tuitazame changamoto zake. Ambalo la kufanyia na jambo la kuchukuliwa ili lifanikishe ufundishaji ni habari ya watoto walemavu ambao tunao madarasani. Kama mimi sijasomea special lakini wapo darasani, ni changamoto. Hasa wale ambao kidogo ni viziwi, alama sio shida. Lakini ambao waoni, ile mashine hauwezi kujua kwamba anaitumiaje. Lazima uwe una darasa moja kwa mawili sasa. Maana unafanya kazi na hawa kwanza, ukimaliza unakuja na huyu ambaye ndio special. Kwanza changamoto ya kwanza ni kusana miundombinu ya shule. Kwa sababu watu walemavu leo, kwa mfano watoto walemavu wa akili, darasa moja inatakiwa wachukue wanafunzi 5. Kwa hiyo ina mapungufu ya madarasa. Na vile vile na upungufu wa dhana za kufundishia. Kwa sababu watu wangu wasioona hapa leo hawana vifaa, zile mashine za kufundishia zile hakuna. Hiyo ni changamoto ambayo inatupa sana. Na vile vile kwenye upande wa vyakula, kwa sababu mahitaji ya chakula yanatoka serikalini kupitia elimu hii elimu bure ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kiasi ambacho naletiwa pia hakikidhi na kiwango cha watu wangu. Kwa hiyo pia hiyo ni changamoto ambayo inatupa kwa watu wangu wao walemavu. Kwa mfano ile ambayo naletiwa mpaka sasa hivi hapa ni fedha shilingi milioni 1,275,000. Ndani ya hela hizo ni migawanywa kwenye makundi mawili. Shilingi 1,71 kwa ajili ya wanafunzi wale ambao hawana ulemavu na shilingi milioni 1,104,000 ni kwa ajili ya wanafunzi wale wenye ulemavu. Kwa hiyo nikigawanya idadi ya wanafunzi wangu wako 48. Kwa hiyo nikigawanya, kwa hiyo mlo wa watoto walemavu hawapati mlo uliotosheleza. Safari hii inajikita katika shule za sekondari nako kuona hali halisi. Ikumbuka kuwa serikali imeamua elimu ya msingi iwe bure kuanzia awali hadi kidato cha 4, na hapa tunaangalia kufika kwa ruzuku katika shule hizo pamoja na changamoto zinazokwamisha shule hizi kufikia safari ya elimu bora. Shule ya sekondari Mitole, kilomita zaidi ya 100 kutoka Kilwa Masoko, ni moja ya shule kongwe ambazo zilijengwa tangu enzi ya mkoloni. Hii ni moja ya shule iliyotimia miundombinu yote licha majengo kuchakaa. Walau kuna maabara zote, lakini hawana walimu wa hesabu na masomo yote ya sayansi. Hatuna mwalimu wa sayansi kabisa. Aliyekuwepo ambaye alikuwa ndio anafundisha masomo ya biology na chemistry amepata promotion, ameenda kuwa mkuu wa shule ya sekondari Likawage. Kwa hiyo tumebakia hatuna mwalimu wa sayansi wa aina yeyote. Kwa sasa wanafunzi wanafanyaje kusoma masomo ya sayansi katika shule ambayo angalau imefanikiwa maabara ziko zote na sehemu nyingine wanahangaika kutafuta maabara? Ni kwa sababu ameondoka mwaka huu. Kwa hiyo tulitoa taarifa kwa mamlaka husika, wakatuahidi mwaka huu kwamba watapoajiri walimu wapya tutapatiwa walimu wa sayansi, lakini ukija kuangalia tangia mimi nimehamia hapa hakuna mwalimu wa hesabu. Kwa hiyo wanafunzi wanasoma tu, ikifika form 4 wanafanya mtihani wa hesabu lakini hawajasoma. Mambo ambayo ni muhimu kuyaboresha kwa huku, unajua unaweza unasoma lakini kama walimu ni wachache. Kwa mfano kama hapa hata mwalimu wa hesabu hatuna. Kwa hiyo maana kupata division 1 tayari imeshakuwa ni ndoto. Unaona? Kwa masomo ya sayansi hapa tuna maabara 3. Lakini walimu pia ni tatizo. Kwa unakuta walimu wakiwa wengi, basi kuna unafuu mkubwa kwa ule mtoto anaweza kafika mbali. Walimu wa sayansi hatuna. Kuanzia biology, kemia, maths na physics. Kwani walimu ambao walikuwa wanafundisha wameenda masomoni na mpaka sasa hivi hawajarudi. Kwa hiyo inachangia wanafunzi kufeli masomo ya sayansi. Tuna upungufu wa vitabu vya sanaa. Hali ambayo inatupelekea kwamba tusiweze kusoma, vitabu viko vichache, kwa hiyo tunashindwa kusoma vizuri kutokana na uchache wa vile vitabu. Changamoto nyingine ambayo inatukumba hapa ni ukosefu wa maji, sio uhaba, ni ukosefu wa maji. Kwamba bomba ambalo tulikuwa tunalitegemea limeharibika. Bomba lile lilikuwa tunalitegemea sisi shule na kijiji. Kwa hiyo sasa hivi inatupelekea tunaenda kuchota maji mtoni huko Matando ambao maji yale sio safi na salama. Hali inayopelekea wanafunzi kuugua matumbo, hali inayopelekea wanafunzi wale kukosa baadhi ya vipindi. Vitu ambavyo inatakiwa serikali tufanyie labda ni kutoa hata motisha fulani kwa watu waliomo vijijini. Kwa sababu mazingira yanawakaba, afu na bado unakuta upande wa malazi inakuwa tatizo. Kwa na maisha
wapewe motisha ili waweze kurahisisha maisha yao. Shule ya sekondari Mtanga ni moja ya shule za kata zilizoanzishwa hapa. Tunakutana na changamoto ya uwepo wa wanafunzi wasiojua kusoma na kuandika na wamefaulu mtihani wao wa kidato cha kwanza. Ni kweli kuna baadhi ya wanafunzi ambao wanakuja hapa hawajui kusoma na kuandika kabisa. Sasa tumejaribu kuwauliza ilikuwaje. Wako baadhi ya wanafunzi ambao walisema kabisa kwamba kule shule ya msingi kuna utaratibu wa kuwapatia majibu. Na wanafunzi hao wapo, hata mnaweza mkaona nao mkafanya nao majiano. Kwa hiyo tatizo kama hilo linasababisha kwamba sisi tunapata shida katika kwa train ya wanafunzi wa aina hiyo, na matokeo mwisho wa siku yanakupa matokeo mabaya. Kwa hiyo hilo ndio tatizo moja wapo la kitaaluma ambalo linatukumba sisi walimu wa hizo sekondari. Kwa hiyo wanafunzi wanakuja hapa ambao hawajui kusoma na kuandika kabisa. Kufanya mtihani wa darasa la 7 ilikuwaje? Tulitugea majibu. Tulitugea majibu. Tulitugea majibu. Nani alikupa majibu? Mwalimu. Mwalimu. Ukafaulu. Sasa umekuja huku unakutana na changamoto gani? Unajua kusoma na kuandika? Hujui? Kwa sasa hivi unafanya nini? Nani anakufundisha? Amina. Amina. Ndio anakufundisha hivyo? Mtihani wa darasa la 7 uliofanyaje? Fanya sababu nilikuwa kipindi hiko najifundisha na mwalimu mkuu alinifundisha, akaniambia, akanijia karatasi nikaandika, akaniambia siku hizi unajua kusoma, jitahidi. Na nilipotoka hapo tukafanya mtihani wa taifa, tukafanya nilivyofanya, lakini mimi sikupewa majibu. Nilivyofanya ndio nikafaulu huko. Sasa hivi unajua kusoma na kuandika? Najua kidogo lakini sio sana, ndio mwalimu Mdamulili ndio anatufundisha kidogo. Lakini je, fedha zinafika kwa wakati shuleni hapa? Na je, zinawatosha? Kimsingi pesa hazitoshi kwa sababu kwa sisi hapo kadri na wanafunzi ambao tunao, kila mwezi tunapokea ruzuku ya shilingi 361,000, na pia hii pesa ya fidia ya ada unapata 379,000 kwa mwezi. Kwa hiyo katika mwezi mzima unapata jumla shilingi 740,000. Sasa hiyo pesa kulingana na mahitaji ya shule unakuta ni pesa ndogo, na baadhi ya vitu ambavyo tunashindwa kuvifanya kikamilifu kama mambo ya stationaries. Wanafunzi wanafanya mitihani mara kwa mara, kuna mitihani ya robo muhula, kuna mitihani nusu muhula, lakini ipo ile mitihani ya mwisho wa mwaka. Kwa hiyo unakuta kuna pesa nyingi ambazo zinahitajika, na hizi pesa ambazo tunazipokea kwa jumla zinakopa hazitoshi. Fedha hizo zinafika kwa wakati. Changamoto tu ile kuwepo ni tofauti ya miaka ya nyuma, kwamba fedha hizo, mfano kama hapa hatuna mwalimu wa hesabu, hatuna mwalimu wa biology, hatuna mwalimu wa kemia. Hatuwezi kuajiri labda mwalimu wa part time kuja kutusaidia, kwa sababu hakuna kifungu kinachoonyesha kwamba tuajiri mwalimu aje kusaidia. Na hata tukisema tuajiri, tukienda kusainisha zile cheki, ile cheki ya huyo mwalimu tuliomweka kwa muda haitapita kule halmashauri. Pesa zinafika kwa wakati. Kama shule yangu inapokea shilingi 361,000 kwa mwezi kama ruzuku ya shule, na shilingi 200,000 kama pesa za uongozi kwa ajili ya mwalimu mkuu. Na utoshelezi bado unaweza kusema kwamba zitoshelezi, hususan katika kipengele cha mitihani. Yaani tunakwama tufanye mitihani, majaribio yote yale, licha ile mitihani ya mihula tu, kutokana na hicho kiasi kinachotolewa kwamba ni kidogo sana. Shule ya sekondari ya kutwa Kilwa ni moja ya shule zinazobeba idadi kubwa ya wanafunzi na za muda mrefu. Shule ya sekondari Dodomezi hii ni ya kata, zote hizi zina changamoto zake. Tuna changamoto hasa kwa vijana, imekuwa ni tatizo gumu sana la uelewa kutokana na jamii wanayotoka, kwa sababu unapozungumzia swala la elimu, mimi mwenyewe ni mtu wa Pwani, kwa Pwani kuna shida kidogo ya elimu. Kwa tunajaribu kuwatengenezea vijana mazingira ili kuendana na kasi ya dunia sasa hivi ya utandawazi. Ni changamoto kidogo kwa sababu vijana wengi wamekuwa hawaelewi dhana ya elimu ni nini. Kwa hiyo ipo kazi, tunafanya kazi ya kuelimisha masomo darasani, lakini vile vile kuwajengea uwezo wa kuweza kujitambua. Mwanzo wakati haijawa elimu bure, kidogo ilikuwa inatosheleza kwa sababu makusanyo yetu yalikuwa yanakizi kupanga pesa hii tutanunua vitabu, pesa hii tutafanya nini. Lakini sasa hivi tangu imekuwa elimu bure, pesa imekuwa ndogo mno. Kwa mfano sisi hapa pesa zinazoingia za ruzuku hazitoshi kusema tuchukue tukanunue na vitabu. Pesa ni ndogo kuliko mahitaji yaliyopo. Na ukosefu au upungufu wa walimu wa sayansi, especially katika masomo ya hisabati, biology na physics na chemistry. Kuna uchache wa walimu ambapo muda mwingine na kuwa vigumu kwao kuweza
kufuata vipindi ambavyo vimepangwa na kumaliza syllabus kwa mwaka mzima. Kwa na vile kuna changamoto ya maabara, ukosefu wa maabara na pia vifaa ambavyo vinatumika katika maabara na kwa ajili ya kufanyia experiment. Changamoto kubwa ni mwamko wa jamii kuhusu swala zima la elimu. Hiyo inatokana na jamii kubwa iliyotuzunguka, mazingira yetu kuwa na mwamko mdogo wa swala la elimu, kujenga ushirikiano kati ya mzazi na mwalimu. Pale unapohitaji ushirikiano wewe mwalimu na mzazi ili kumjenga yule mwanafunzi, kwa sababu mazingira ya ujifunzaji yanaanzia nyumbani. Mzazi anapokuwa vizuri kuanzia nyumbani, akafika mpaka shuleni mwanafunzi yuko vizuri, akawa anahudhuria shule vizuri, mambo yanaenda sawa. Lakini inapotokea kwamba mzazi akawa tofauti, hana ushirikiano na shule, pale inakuwa tofauti. Unapohitaji ushirikiano wake ili kumjenga yule mwanafunzi, inakuwa ngumu. Utakuta kwamba walimu tunaandaa mikakati fulani, lakini katika utekelezaji na wale walezi wenzetu wa wale wanafunzi wanakuwa kwamba wenyewe wanakuwa wako nyuma, hawako mbele kama vile walimu. Mwisho wa siku tunajikuta kwamba walimu tunapata wakati mgumu katika kufikia malengo yetu, sana sana kwa katika swala zima la elimu. Na tukirudi huko mitaani, kwa sababu shule yetu sisi sio ya bweni, tukirudi mitaani kama kwa sisi wasichana tunakuwa na changamoto nyingi sana. Tunakuwa muda mchache sana wa kujisomea nyumbani. Unakuwa ukirudi unakuta kazi nyingi zinakukabili, mtoto wa kike, uoshe vyombo, upike, ufanye hiki. Unakuta mpaka ukija kumaliza zile kazi, muda unaopata kusoma ule kwanza unakuwa umechoka. Kwa hiyo ni muda mchache tu unakuwa unajisomea, lakini kama shule yetu ingekuwa ni ya bweni, na imani kwamba tungekuwa watoto wa kike tumeinuka kiasi kikubwa sana katika elimu. Naam, hii ndio Kilwa. Safari kuelekea elimu bora ina vikwazo kadhaa.